Ni tarehe 1 mwezi Februari mwaka wa 2026. Rasmi tumeuanza mwezi wa wapendanao. Kumbuka kama kawaida kila siku ya tarehe 14 mwezi Februari tunasherehekea siku ya wapendanao, na rangi nyekundu unavyoona hapa studioni tuko tayari kabisa kukujuza yanayojiri katika maeneo mbalimbali humu nchini. Lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Viongozi wa upinzani akiwemo Gachagua na Matiang'i wasema hawatatishwa wanapotafuta uungwaji mkono kutoka kwa Wakenya. Waziri wa elimu Julius Ogamba aomboleza vifo vya walimu wawili waliofariki katika ajali jijini Nairobi. Na watu watatu wafariki katika ajali ya barabarani katika kivukio cha Arimi katika barabara ya Molo Njoro, kaunti ya Nakuru. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Iroda Nyamai. Taarifa hizi mtazamaji unazifuatilia kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Facebook tuko live ni TV47 Kenya, na kwenye mtandao wa YouTube vilevile tuko live ni TV47 Kenya. Karibu. Waziri wa elimu Julius Ogamba Jumapili amewatembelea walimu 13 katika hospitali mbalimbali jijini Nairobi baada ya kuhusika kwenye ajali karibu na shule ya msingi ya City ili kuwafariji. Na anavyoarifu mwandishi wetu wa habari Mwaluse Meshak ni kwamba walimu wawili wamethibitishwa kufariki katika ajali hiyo ya jana Jumamosi. Akiwa ameandamana na washikadau wa elimu nchini leo Jumapili, waziri wa elimu Migos Ogamba amefanya ziara yake katika hospitali tofauti hapa jijini, akiwatembelea walimu ambao wanauguza majeraha baada ya kuhusika katika ajali Jumamosi jioni. Waziri Ogamba amethibitisha kuwa walimu wawili waliaga dunia kufuatia ajali hiyo iliyotokea karibu na shule ya msingi ya City walipokuwa katika shughuli zao za uchaguzi wa chama cha KUPPET. And it was unfortunate and it is sad that we have lost 2 teachers. That means that the school will not have 2 teachers, and the trauma which has accompanied the whole experience of that school is that even the learners are very anxious. Serikali imewapa hakikisho walimu hao kuwa itasimamia kikamilifu matibabu yao chini ya mpango wa bima ya afya ya kijamii ya SHA na kuwapa ushauri nasaha walimu hao iwapo utahitajika. Career and psychosocial support for them. They have already been sent to the ground and they are being dealt with, but where maybe the cases become too severe, then to be considered on its own merit. Walimu 13 tayari wametibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani, huku wengine 13 wakisalia hospitalini kwa matibabu zaidi. Here we have 3 patients who are at Nairobi West. We have 8, Kenyatta 1, and AR1. So we are calling upon teachers to become and be reassured that all your needs are going to be taken care of. Walimu wawili walioaga dunia ni wa shule ya sekondari awali ya Milimani. Ni katika eneo hili ambapo walimu wawili waliaga dunia baada ya kuhusika katika ajali jana Jumamosi na wengine 26 kujeruhiwa vibaya. Sasa Wizara ya Elimu inaomba madereva wote kuwa waangalifu wakiwa barabarani. Mwaluse Meshak, TV47 Nairobi. Na mtazamaji, tunawatakia nafuu ya haraka walimu wengine ambao bado wamelazwa hospitalini, na kwa familia ya waliofiwa ni makiwa kutoka hapa TV47. Tuzidi kukutaarifu na ni kwamba watu 3 wamefariki baada ya trela la kusafirisha miti kubingirika katika kivuko hatari cha Arimi katika barabara ya Molo kuelekea Njoro usiku wa kuamkia leo. Wakazi sasa wanaitaka serikali kutimiza ahadi yake ya kupanua kivukio hicho baada ya zaidi ya watu 12 kufariki mwaka jana pekee katika eneo hilo. Mwandishi wetu wa habari Mike Chalo anaarifu zaidi. Baada ya watu 12 kufariki katika ajali ya eneo la Arimi, kaunti ya Nakuru mwaka jana, watu wengine 3 wamefariki katika ajali nyingine usiku wa kuamkia leo. Trela hili lilikuwa likisafirisha miti kutoka Molo kuelekea Njoro
kabla ya kubingiria, dereva wake na watu wengine watatu wakifariki papo hapo. Kulikuwa na shida wenye walikuwa kwa hii lori, hata kuwatoa kulikuwa ngumu juu walikuwa wamelaliwa na miti. Sasa ilibidi tuitishe watu wakuja kukatakata miti ndio wao watu waweza kuolewa. Hao watu hawakupona. Barabara ni nyembamba sana, alafu iko na sharp corner. Lakini tukiweza kupanuliwa hii barabara, I hope mambo itakuwa mazuri sana. Wakazi sasa wanaitaka serikali kutimiza ahadi yake ya kupanua kivuko hicho ili kuzuia maafa zaidi. Hii barabara ilimeza watu karibu 14. Serikali yetu ikasema kwamba tutachukua muda tukuje tupanua hii barabara. Hii barabara imekuwa ni kama changa la accident kila mara. Sasa tunaomba serikali ikuje tusaidie kwa sababu tumechoka na hizi accident. Hata sisi tunaogopa sasa kwa sababu kila saa tukikaa accident zinatuletea shida hata sisi kwa mafikirio. Tutengenezee mahali hapa kwa sababu pamekuwa pagumu. Pamekuwa pagumu kweli. Mike Chelo, TV47. Na katika ulingo wa kisiasa ni kwamba viongozi wa muungano wa upinzani mapema leo waliendeleza mikutano yao ya kisiasa katika kaunti ya Murang'a na Nyeri, wakianza siku kwa ibada kanisani kabla ya kuhutubia wafuasi wao katika mikutano ya hadhara. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo, tofauti na tukio la Jumapili iliyopita mjini Nyeri, ibada ya leo ilifanyika bila vurugu zozote, huku viongozi hao wakisema hawatatishwa wala kuyumbishwa. Viongozi wa upinzani walianza siku yao katika kanisa la ACK Getuge, eneo la Mathioya ya kaunti ya Murang'a, ambapo walihudhuria ibada iliyofanyika kwa amani bila vurugu zozote. Utulivu ulioshuhudiwa Getuge ulitofautiana pakubwa na machafuko ya Jumapili iliyopita huko Waitima, ambako kuliripotiwa madai ya jaribio la kumuua aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. He has not commented and he will not comment, because he is the one who organized that attack with Kipchumba Murkomen and DIG Langat. So kama unangojea Ruto aongee hiyo maneno, hata ongea yeye ndiye mwenye kutumana. They try again, the whole world will descend on a government of William Ruto, which has now been categorized as a pariah. Baada ya ibada, viongozi hao walielekea katika eneo la Getuge kwa mkutano wa hadhara, ambapo walidadisi kiwango cha utayari wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC. Tuko hapa kusema hatutakubali zile haki za kibinadamu na kikatiba ambazo tumepewa na katiba yetu, watu wetu wadhulumiwa. Tuko pamoja jamani. Viongozi hao pia wametaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya maafisa wa polisi wanaodaiwa kuhusishwa na tukio la Waitima, wakionya kuwa wataitisha maandamano ya kitaifa iwapo wahusika hawatachukuliwa hatua kali za kisheria. Ajue tutamwandama, Kenya yote itasimama. Tukipata wale mapolisi hawajaachishwa kazi, Rigiji amesema tunafanya maandamano Kenya nzima. Kwa hivyo Ruto wako peke yake. Ndio tunasema Ruto ni one. Harambee! Isitoshe, upinzani uliandaa mkutano mwingine wa hadhara katika mji wa Othaya, kaunti ya Nyeri, wakitaka uwajibikaji kwa vyombo vya usalama na uwazi wa uchaguzi. Licha ya kutoshuhudiwa vurugu za aina yoyote, ni hafla ambayo iliibua maswali na hisia mseto za kisiasa katika eneo hili la Mlima Kenya. Viongozi wa upinzani wakishikilia kwamba wataendelea kuuliza maswali ibuka katika serikali ya Kenya Kwanza katika juhudi za kufanikisha uongozi ulioahidiwa na Rais William Ruto kwenye kampeni za mwaka 2022. Mike Kagwongo, TV47, kutoka katika eneo bunge la Mathioya, kaunti ya Murang'a. Na Rais William Ruto amekosoa ongezeko la vurugu kanisani, akiwakumbusha viongozi kutogeuza sehemu za ibada kuwa uwanja wa migogoro ya kisiasa. Rais anasema kwamba Wakenya kwa jumla wana wajibu wa kuheshimu sehemu za ibada. Sheila Chelangat anaarifu zaidi. Akizungumza katika kanisa la Pefa All Nations Gospel Church Gikomba, kaunti ya Nairobi, Rais William Ruto alikosoa vurugu zilizoshuhudiwa hivi karibuni katika kanisa moja mjini Nyeri, akisema vurugu hizo hazikubaliki na ni kukosa heshima kwa maeneo ya ibada. Mahali pa Mungu
pale kwa madhabahu kanisani ni pahali pa heshima. Tusilete siasa, tusilete chuki, tusilete ugomvi, tusilete fujo. Alionya kwamba makanisa lazima yawe sehemu za amani na maombi na si uwanja wa migogoro ya kisiasa. Mjue kuna 2 term ya Yesu kurudi na mjipange. Haya yanajiri baada ya tukio la vurugu lililotokea katika kanisa la ACK Witima Othaya, kaunti ya Nyeri wiki iliyopita. Huku polisi wakisema hakukuwa na majeruhi, walioshuhudia wamesema wengi waliathiriwa na vitoza machozi. All arms of security must ensure that our places of worship are protected from unnecessary and useless and retrogressive fights. Aidha, amewaonya viongozi wa kisiasa dhidi ya kuyafanya maeneo ya ibada kama jukwaa za kampeni. Irrespective of who we are, irrespective of what we believe in, we must respect the place of God in our churches. Sheila Chelangat, Runinga ya TV 47. Mtazamaji, aliyekuwa naibu mkuu wa utumishi wa umma Eliud Owalo ameikosoa serikali kwa kile anachosema ni ufisadi ambao umekithiri nchini na kusababisha kudorora kwa hali ya uchumi. Owalo, ambaye analenga kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, amesema kuwa endapo ataingia madarakani, serikali yake itachukua hatua kali dhidi ya ufisadi ili kuweka mifumo inayofanya kazi ipasavyo katika sekta muhimu kama elimu na afya. Aliyasema haya katika kijiji cha Ehainga, kaunti ndogo ya Matano. Na vile vile maneno ya ufisadi. Kila siku tunapoteza pesa karibu bilioni 2 kwa njia ya ufisadi peke yake. Hiyo kwa serikali yangu kama rais tutaziba. Tutafunika zile pengo zote watu wanatumia kupora nini? Kupora mali ya raia. Ndio pesa itakuwa kwa mfuko. Tukifanya hiyo ndio chakula itakuwa wapi? Kwa meza. Kwa sasa tunaelezwa ati sasa tutoke tuende Singapore. Sasa Singapore utaenda bila pesa kwa mfuko? Bila chakula kwa tumbo. Hiyo mnasema Singapore tawe. Singapore? Singapore? Na vile vile tutachunguza, tutafungua upya zile corruption cases zote tumekuwa nazo, tutafungua upya ili zichunguzwe upya, Wakenya wajue wale wamekuwa wakihusika na maneno ya ufisadi. Na viongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa wa chama Gladys Wanga wamefanya mikutano ya hadhara kadhaa jijini Nairobi hii leo ili kusaka uungwaji mkono wa wanachama katika mchakato wa muungano wake na chama tawala cha United Democratic Alliance UDA. Kama ODM tutajipanga pamoja na President Dr. William Ruto, na sisi kama chama tumesema hivi, Dr. Oburu Oginga aingie katika mazungumzo na President William Ruto, wasikizane, ile ng'ombe ikatwe katikati, ODM ichukue nusu, UDA ichukue nusu. Nyinyi mmekubaliana na hiyo? Hakuna siku hata moja tutasambaratisha chama cha ODM. Na chama cha ODM haina bei. Hakuna mtu anaweza kuuza ama kununua chama cha ODM, kwa sababu chama cha ODM ni chama cha wananchi. Na hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Dhamanda, Mugoga, kaunti ya Kiambu baada ya mwili wa mwanamume mwenye umri wa miaka 26 kupatikana chini ya daraja la reli la Mugoga kando ya barabara kuu ya Nairobi Nakuru. Wakazi na jamaa sasa wanaitaka idara ya usalama kufanya uchunguzi wa kina na wa haraka ili kubaini chanzo cha kifo hicho. Tayari kamanda wa upelelezi wa makosa ya jinai Kikuyu Omondi Ogola amethibitisha tukio hilo kwa simu na kusema uchunguzi umeanzishwa. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika makafani ya Dhogoto.
brother tuliachana naye jana saa 12 akitokea kazi. Sasa nimepigiwa simu nikaambiwa kuna mtu anafanana na fundi tunafanya na yeye hapo kwa kazi. Nikasema nikuje niangalie ni nani. Kufika hapa nikagundua ni brothergu. Naweza taka uchunguzi ufanyike ili tujue kilichosababisha kifo cha ndugu yangu. Upelelezi ufanywe kwa maana hii sio mara ya kwanza mtu kutupwa hapa chini. Ni kama alikuwa amelazwa chini ya leli gari ikija imkanyange, lakini bahati nzuri naye ya Mungu haijulikani. Kwa hivyo nao watu wajitolee waseme wahalifu ni nani, kwa maana labda wengine saa nyingine wanaweza kuwa wanajulikana. Na mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa hizi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye mtandao wetu wa Facebook tuko live ni TV47 Kenya. Zidi kusema nasi, bila shaka muda ukiniruhusu nitakuwa nikipakua maoni yako. Warsame Hassan, kijana wa miaka 15 aliyesomea katika shule ya msingi ya Rafiki mjini Hola, eneo bunge la Galole, kaunti ya Tana River, sasa analazimika kuchunga mifugo katika maeneo kame, huku darasa lake likiwa ni anga ya wazi yenye miale mikali ya jua. Warsame alikamilisha gredi ya 9 akiwa na matumaini ya kujiunga na gredi ya 10, lakini sasa angali anataabika. Hana karo na hajui ataingia vipi katika shule ya sekondari ya Nkobo huko kaunti ya Meru. Mwandishi wetu Abdulaziz Nameka ana kina cha taarifa hiyo. Licha ya changamoto za kifedha nyumbani, Warsame alifanya mtihani wa gredi ya 9 na kufaulu. Zawadi yake ilikuwa barua ya kujiunga na shule ya sekondari ya wavulana ya Nkubu iliyoko kaunti ya Meru. Nikaitwa shule yenye iko Meru. Wazazi hawana uwezo wa kunipeleka Meru. Tangu tufunge shule, those 2 months zenye nilikuwa nyumbani, nilikuwa nachunga mfugo ya watu sababu sisi hatuna mfugo. Na ile mfugo yenye nachunga paman nalipwa mbuzi moja. Badala ya kuripoti shuleni, sasa anachunga mifugo kijijini, huku pia akifanya kazi ya ubawabu usiku na kutoa huduma za msingi za matibabu ya mifugo kwa kutumia maarifa ya jadi. Yeye ndio sasa daktari ya kupatia dawa, yeye ndio anatengeneza kasisi yake, yeye ndio nadunga. Rahma Jilo ambaye ni mama mzazi wa Warsame anasema maisha yamekuwa magumu zaidi baada ya mume wake kuondoka nyumbani mwaka jana na kutoweka na kumwacha na jukumu la kulea watoto 7 peke yake. Niko na watoto 7. Na huyu kijana yangu mahali nimefikisha sahihi. Nafikiri Mungu peke yake ndo najua na sina kazi chochote. Ili kujikimu, Rahma huuza nyasi kwa wafugaji kwa shilingi 150 kwa kila fungu, mapato ambayo hayatoshi. Kazi yangu ni kukata nyasi mfuko ya watu. Nikikata hiyo nyasi anauza 150. Juhudi za kupata ufadhili wa masomo kutoka afisi za eneo hili bado hazijazaa matunda, hali inayoendelea kuathiri wanafunzi wengi wa Tana River. Abdulaziz Nameka, TV47 Tana River. Asante sana Abdulaziz Nameka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, 15 dakika zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika ya Mashariki hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Kwenye mitandao namuona Elijah Masha anasema Oyugis Nyalingela well watching, anazidi kufuatilia. Vilevile namuona Pameri Simiyu anasema anafuatilia kutoka Siaya. Huyu nani anasema anaitwa Rodney Wasike, anafuatilia kutoka kwa Kawangware. Zidi kusema nasi, tutazidi kupakua maoni yako muda utakapo turuhusu, lakini kwa sasa tunaelekea madukani. Salia papo hapo, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi.
No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Farika tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Farika is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Ani wewe furahia umekaa na kasipuni. CP unit ni Punet. So you guys knew about Piga. Sawa basi. Nasema nata ungeve the whole time. I don't want to go back to brokenness. No. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Unazidi kufuatilia taarifa zetu za TV47 Weekendi. Karibu tena nizidi kukutaarifu. Baada ya mashirika ya kijamii kufanikisha mazishi ya watoto wa mitaani jijini Nairobi hii leo, vijana hao waliandaa kikao na wanahabari wakitaka kaunti ya Nairobi na serikali kubuni mbinu mwafaka itakayowasaidia kuboresha maisha yao. Vijana hao wa mitaani wamedai kuwa kuna ukosefu wa ajira, chakula na makao, na ambako kunachangia pakubwa kwa wenzao kufariki kila wakati. Aidha, vijana hao wamepongeza wakfu wa Agnes Gakure kwa kuwafaa pakubwa na kutaka viongozi wengine kufuata mkondo huo, wakidai kuna miili mingine 7 ambayo bado haijazikwa na wanahitaji msaada wa dharura ili kuwazika wenzao. Tumekuwa tukizikana karibu kila wiki ama every month. Lang'ata huko hata sisi tuko na jina ya kila mtu. Lakini kata si mama amejitokeza kutupatia support. Na ametupatia support cause nilijaribu kuomba masanduku kwa hawa waheshimiwa ambao wamekalia viti. Na what ili shock zaidi, mpaka MCA mali sisi tuko aliniambia delege na chokora. Mnataka tufanye nini? Sisi tumekuwa nazo mingi sana za watu wa street.
2021 kuna ushahidi iko kwa gazeti, iko kwenye mitandao, iko kwenye media. Tulikuwa mazishi ya watu 7, watu wa street Lang'ata. Mama mwenyewe alitusaidia. That was in 2021. 2023 alitusaidia tena kuzika watu wengine 4. Mama mwenyewe pia ametusaidia kusaidia katika bili za kufanya nini, za kuokolea kwenye hospitali. Vijaa wa kwenda tukula hii leo, hatuna kitu kula usiku, unaona? Saidia kama ni nyumba kama senta tukate zaka. Tena wapi? So, base tuko na changamoto mingi sana. Mjaribu kutusaidia kama wakubwa na muweze kufuatilia hii maanani. Na zaidi ya watu 200 wanaohofiwa kufariki baada ya mgodi wa madini ya coltan kuporomoka mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliofukiwa mchangani wakiwa ni wanaume, wanawake pamoja na watoto. Tukio hili lilitokea katika mgodi wa Rubaya baada ya mvua kubwa kunyesha kwa siku kadhaa na kusababisha maporomoko makubwa ya matope eneo hilo. Mgodi wa Rubaya umo katika eneo linalodhibitiwa na kundi la waasi la M23 ambalo limekuwa likishikilia sehemu kubwa ya mashariki ya DRC kwa zaidi ya mwaka mmoja. Mamlaka katika taifa la DRC zinasema operesheni za uokoaji zinaendelea huku walionusurika wakipata matibabu katika vituo vya afya vilivyokuwa karibu. Rubaya ni moja ya vyanzo muhimu vya madini ya coltan duniani, ikizalisha takriban 15% ya mahitaji ya kimataifa. Madini haya ni muhimu katika utengenezaji wa simu za mkononi, kompyuta na vifaa vya angani. Tulikuwa na ikada mvenda, kisha kilima kinashuka, kinatufandika, kisha banatufandura, ndio maana tulifika hapa. Tunawapatia pole ya hizi shida zenye ziliwafikia, lakini na kubalomba tujifunzie pamoja strategy yenye inaweza tusaidia hii shida zenye zilifika hapa zisiongeze tena. Nimeuliza mtu ananiambia mu 2017 hapa chini kuliangukaka tena kilimiri katikaka ikaua pli ya 2000 personnes. Mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Timu ya ligi kuu ya soka humu nchini Shabana walinyakua ushindi wa bao 1-0 dhidi ya wapinzani wao Bandari katika mchuano uliosakatwa jioni leo katika uwanja wa Gusii. Haya ni yanajiri baada ya kikosi hicho cha kocha Peter Okidi kuzawadiwa penalti tata ambayo ilizua hisia tofauti. Katika uamuzi wa msimamizi, mshambulizi Brian Mishira alipachika bao la ushindi kupitia mkwaju huo na kuhakikisha kwamba kocha Bernard Mwalala anapoteza mechi yake ya kwanza kama kocha mkuu wa timu ya Bandari. At some point labda nitakuja kupoteza mchezo, lakini sio kwa decision ambayo haikuwa sawa, kwa sababu ni wazi mchezaji wangu hakunao kwenye box na referee hakuwa na clear view. Kwa nini sijui aliamua kupeana penalty na imebadilisha matokeo na imebadilisha pia jadwali. So naweza sema kwamba maybe wamekuwa lucky. That pia kwa football hiyo kitu happen, mnakuwa lucky, mnapata chance yenu moja, mnaitumia. Kwa season imekuwa mechi ngumu. Tactically ukiangalia Bandari wali get right, walipata right, walitunyima zile spaces za kucheza ball. Wamekuwa hard kwetu. So naweza sema kongole kwa Mwalala na timu yake. Wamekuwa na that good fight na wametupatia very tough day. Na timu ya taifa ya kandanda ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 20 kinazidi kunoa makali yao huku wakijiandaa kumenyana na Tanzania Jumamosi ijayo katika mchuano wa kufuzu kombe la dunia. Haya yanajiri baada ya Kenya kuibwaga Ethiopia mabao 5-1 katika mchuano wa raundi ya pili na watakuwa na matumaini ya kuonyesha ubabe wao mbele ya mashabiki wao katika mechi hiyo itakayosakatwa katika uwanja wa Ulinzi Complex kabla ya kusafiri kuelekea Tanzania kwa mkondo wa pili wa mchuano huu utakaochezwa katika uwanja wa Azam Complex. Juu kila player kukutana na yako hapi, hata uso tu inaonyesha, inajua hapa kila kitu iko sawa. Na pia ukiangalia hata players wenyewe venye tuna train grao,
mtu anaonyesha kwamba kuna kitu tunataka hapo mbele, na ukiona mtu akiona mwenzake ako chini anamuencourage, anamwambia unaweza, hii ni yetu, lazima tu win. Imekuwa fiti, tuna train fiti, tunangoja tu hiyo game yetu na Tanzania, na tunaona tunaweza kuwapiga juu venye tuna train vizuri sana. Kitu ndawaambia, nyinyi mkujeni Ulinzi, mchaze stadium, si tutajikaza, na game ni 90, tutapush up to last whistle, na najua kila mtu amejitayarisha, kila mtu amegive her best kwa zoezi, na najua tutapush sana na tuweze kuchukua hiyo. Ama kwa hakika wanasema ngoma ikipigwa sana huenda ikapasuka. Hii yetu ya TV47 weekendi isije ikapasuka. Kwa namna hiyo ninatia kikomo kwenye taarifa zetu Jumapili ya leo. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukrani kwako mtazamaji kwa kufuatilia taarifa kuanzia mwanzo hadi tamati. Kenneth Kipchirchir anasema watching live from Nandi Hills. Pata mwingine Teacher Sam anasema kutoka Nakuru Trusted Hands. Kiratina tuko pamoja, na Meshak David Tumaini Hospital Masi is well tuned. Shukran, ninaondoka. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Iroda Nyamai. Kwa heri kwa sasa.